Wapendwa popote pale mlipo maeneo haya ya Mongolo Center, wafanyabiashara, wapita njia, wafanyakazi na wakulima wote, na wasalimu sana. Naomba nianze kwa utambulisho. Kwa majina yangu naitwa Alau Nkavama, ni mmoja wa wanafunzi mzaliwa wa pili Zorura 100. Leo hii ndugu zetu wapendwa kabisa wa hapa Mongolo Center, tumewaletea habari njema, habari ya kweli, habari ya usahihi kabisa, ambayo iko tofauti na zile ambazo mlizowahi kuzisikia. Tuko hapa kueneza habari ya kweli, habari ya Injili iliyofichika, iliyofichwa na nani? Wazungu na damu mchanganyiko. Maneno mtakayokwenda kuyasikia leo inawezekana yakawa ya tofauti, ambayo hamjawahi kuyasikia toka uwepo ulimwengu huu. Toka umeanza kupata ufahamu haujawahi kuyasikia, lakini leo ni kuomba ndugu yangu mpendwa, fundi, mfanyabiashara, dereva na kila aina ambayo yuko hapa, ninakuomba kwa dhati ya moyo, tega sikio lako ili uweze kusikiliza habari za kweli na za usahihi, zitakwenda kufungua moyo wako, kufungua ufahamu wako wa kiroho katika siri zilizofichika. Tunapata kuona katika uso wa dunia hii unayoiona leo, kuna siri nyingi sana ambazo wazungu na damu mchanganyiko hawapendi kabisa sisi watu weusi tuweze kuzifahamu. Lakini kwa mapenzi ya muumba wa kweli, Luba Tete, leo hii tarehe 15 mwezi wa 5, jioni hii ya Alhamisi hapa maeneo Mongolo, neno linaruhusu tuko hapa kueneza habari njema ya Injili ya kweli ya Kristo wa kweli, ambaye ni Choki Sabe. Kwa rangi yake ni mweusi, tofauti na vile mlivyozoea. Leo mtakwenda kusikia habari ya kipekee na ya tofauti sana, mtakwenda kufungua ufahamu wenu. Niwaombe tu ndugu zetu wapenda, tegeni masikio yenu kwa dhati kabisa na msikiliza kwa umakini katika siri zilizofichika. Kwa nini tunasema hizo siri zilizofichika? Hizo siri zimefichika toka miaka mingi sana, miongo mingi sana ya miaka mingi. Wazee wetu walikuwepo, waliteseka, walitaabika, lakini siri hizi zikapotezwa. Walipigwa, walinyanyaswa, wakapoteza kila kitu kwa sababu ya woga na hofu iliyotokea. Yote haya ilitokea kwa sababu gani? Ni kwa sababu mtu mweusi ameacha asili yake ya kweli, amemwacha muumba wake wa kweli, amefuata miungu migeni. Na hiyo miungu migeni leo hii mtakwenda kuitambua ni miungu ya namna gani. Ndio maana hapa tupo, kama nilivyotangulia kusema, kaka yangu hapa ametangulia kusema kwamba sisi hatuko hapa kidini, hatuko hapa kimadhehebu, bali tupo katika siri zilizofichika za asili ya imani ya kweli ya mtu mweusi. Kwa hiyo ndugu yangu, mtu mweusi ulioko hapa popote ulipo, fuatilia mazungumzo haya tunayosema hapa na huo ujumbe tunaowaletea kwa umakini wa hali ya juu sana, maana haya tunakwenda kuwaambia hamtaweza kuyasikia makanisani mnakosali, wala kwenye madhehebu na dini mbalimbali. Hamwezi kusikia ujumbe kama huu. Ni wa kipekee na ni wa tofauti sana, kwa sababu moja tu, tunaye mgeni wa ajabu katika uso wa dunia hii. Tayari ameshaingia, ameshatufikia, na huyu ndiye ametetea ukweli huu tunaoutangaza leo hii. Na huyu mgeni si mwingine bali ni mzaliwa wa pili katika viumbe vyote, mzaliwa wa pili katika madhihirisho ya uumbaji wa muumba wa kweli halisi kabisa. Luba Tete ndio muumba wetu wa kweli. Ukienda China ni Luba Tete, ukienda Ujerumani ni Luba Tete, na hapa Afrika ni Luba Tete. Jina ni moja tu na jina lake haliwezi kubadilika, eti kwa sababu ya makabila yetu, kwa sababu ya lugha mbalimbali tuzonazo. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yangu mpendwa, tega sikio tutaratibu, ili uweze kuchangamsha ubongo wako kwa kufikiri na kuchunguza kwa umakini, kwa tupo kwenye dunia ya udanganyifu, na hii dunia imedanganyishwa na huyu mwovu Shetani mwenyewe, Mudima Mube na mbaya kwa jina lake la asili. Kwa hiyo sasa, kwa mapenzi ya muumba wetu wa kweli, leo hii amempendeza sisi tuwaletee habari njema, ili ndugu zetu mpate kuchunguza tu, na mwisho wa siku tutawaambia ni namna gani ya kuweza kuchunguza, pia ni namna gani ya kuweza kuingia katika kujifunza haya mafundisho ya kipekee na ya tofauti. Tunakuja na ujumbe muhimu sana kuwaletea ndugu zetu wa Mongolo.
ujumbe muhimu sana ambao utawapa mafikira mengi ya kufikiri na kuweza kuchunguza, ili muweze kukaa sehemu iliyo sahihi na sehemu iliyotulia na sehemu iliyo salama. Ndugu yangu amezungumza hapa, kuna dini nyingi sana duniani, kuna madhehebu mengi mno duniani, na kila dhehebu linamtangaza Mungu na kila dhehebu linamtangaza Yesu Kristo, lakini madhehebu hayo ukichunguza kwa makini yameletwa na wageni. Sasa kabla wageni hao wazungu na wadau mchanganyiko hawajaja barani Afrika na dini zao na madhehebu yao, wewe ndugu yangu mtu mweusi unayonisikia hapa, babu zako wale wa asili kabisa waliabudu nini? Waliabudu nani? Waliabudu wakiwa wapi? Ndio maana tuko hapa kuwaletea siri zilizofichika ambazo zimefunuliwa wazi wazi na mzaliwa wa pili Zorura 100. Kama nilivyotangulia kusema, tunaye mgeni wa ajabu mno katika uso dunia hii katika hali inayoonekana. Mgeni huyo amekuja kutufungua macho, tutoke katika ujinga, tutoke katika hizo dini walizoleta wazungu na damu mchanganyiko. Hizo dini ni nyingi mno, madhehebu ni mengi mno. Ukiangalia kila mmoja anatangaza habari njema, anamtangaza Mungu, lakini madhambi hayaishi, uovu hauishi duniani. Kwa nini? Ni kwa sababu tumetawaliwa na uongo, na tunaona kwa uongo unapotawala sana, ukweli unapotea kabisa, na ule uongo unageuka kuwa ni ukweli halisi, kwa sababu watu wote tumeasi, tumefuata miungu migeni na kumsahau muumba wetu wa kweli ambaye kwa jina lake halisi Loba Tete. Sasa kwa leo hii imempendeza na pia neno limeruhusu sisi kuja hapo Mongolo kuwaletea habari njema katika siri zilizofichika. Ukweli huo upo hapa sasa. Unatangatanga kila dini, kila dhehebu kutafuta ukweli, lakini ukweli uko hapa sasa mbele yako. Ndio huu unaousikia. Utatangatanga kila dini, kila dhehebu, ni bure, unapoteza muda bure tu, lakini ukweli uko mbele yako. Lakini leo hii sasa neno limeruhusu sisi kutangaza habari hii njema katika siri zilizofichika. Ndugu yangu mpendwa, najua una maswali mengi sana kujiuliza. Huu ugeni una namna gani? Na siri ya nguvu mweusi ni ipi? Kwa nini madhehebu yako mengi? Kwa nini madhambi yako mengi sana, hali ya kuwa Mungu anatangazwa, Yesu Kristo anatangazwa? Kuna siri gani hapa? Ni kwa sababu wote haya tumeasi muumba wetu wa kweli, tumefuata miungu mingine walizoleta wazungu na wadamu mchanganyiko. Ndio maana sisi tunatangaza habari hii njema. Baada ya kusikia ukweli huu, tukachunguza, tukatafakari, tukaona huu ndio ukweli, na leo hii tumekuja hapa kuwashirikisha ndugu zetu wapendwa mpate kuchunguza na kufuatilia kwa ukaribu ukweli huu uliofichika, ili kujua wewe mtu mweusi ni nani na nguvu zako za asili ni zipi, na ni nani wanayepaswa kumwabudu, kumtukuza, kumuomba. Ni yeye mmoja tu ambaye ni Loba Tete. Mtakuwa na maswali mengi ya kujiuliza. Loba Tete ndio nani? Loba Tete ndiye muumba wako halisi ambaye hana mwanzo, hana mwisho, huwezi kumuona. Hata ungekuwa kiroho huwezi kumuona, maana yeye ndiye muumba wa vitu vyote. Kabla ya kuumba vitu vyote yeye yupo tu, yupo nje ya uwepo, sio kuwepo. Lakini tunadhihirisha mambo mengi sana. Hawa wazungu na damu mchanganyiko waletoa miungu yao, na hii miungu yao ndio hiyo inayoabudiwa kizazi hiki. Wengi bila kujijua wameabudu uongo, wanaabudu wasichokijua, kwa sababu tumeasi. Baada ya kuasi, kweli yote imepotea, ukweli yote umefutika. Kwa hiyo sasa wakati umefika, wakati wa unabii. Ndio maana sisi katika ukweli huu tunasema tupo katika kipindi cha unabii live, unabii halisi katika hali inayoonekana. Wengi mnaweza mkasikia mkaona kama vile masiara fulani, kama ni mambo ya maigizo, kama mambo ya uongo, lakini tupo kwenye unabii live, unabii halisi katika hali hii inayoonekana. Mgeni rasmi amekuja katika uso dunia, anatufumbua macho, anawaambia kabisa wazi wazi, dini zote dunia nzima, dini zote ni za uongo, tena zinamwabudu kiumbe, hazimwabudu muumba, zinaabudu kiumbe. Ni siri nzito, ni maneno magumu sana, lakini ndugu yangu mpendwa unayesikia, ni vema ukafuatilia kwa ukaribu haya tunayozungumza. Poteza muda wako, tumia muda wako. Kama wewe kweli una matarajio baada ya maisha haya hapa duniani, una matarajio uzima milele, ni vema ukazingatia haya tunayoyazungumza.
katika siri zilizofichika. Siri hizi huwezi kuzipata kanisani mnakokwenda, maana kote kote wanaabudu kiumbe, hawamwabudu muumba wetu wa kweli ambaye ni Luba Tete. Haya maneno ni magumu na ni mazito, lakini usiogope. Ni kipindi cha unabii live, mtaambiwa kila kitu kwa uhalisia, hamtafichwa kitu chochote. Ni kwa sababu tuo kipindi cha unabii, tuo kipindi cha uhalisia, kipindi cha live. Kwa kila kitu mtaona kwa macho yenu, mtasikia kwa macho yenu, kwa masikio yenu. Live, hakuna kufichana. Ndio maana tuko hapa tunatangaza hizi habari njema za kweli zilizofichika, ambazo zamani zilitangazwa na Kristo wa kweli ambaye ni mweusi, sio mzungu wala Mwarabu wala Mjapani wala Mchina. Alikuwa ni mweusi, lakini wazungu na damu mchanganyiko wakamchakachua rangi yake kutoka katika bara la Afrika, wakamhamisha asili yake, wakampeleka kwingine kote duniani huko, wakampeleka Israeli, wakampaka rangi, wakambadilisha kila kitu, wakatengeneza na ushahidi na video juu, wakatengenezea. Mwisho wa siku wakatuletea sisi barani Afrika, na sisi bila kujua tukapokea mapokeo hayo, maana wametudanganya. Tukaona video zao, wakatuaminisha, tukaona kumbe wametudanganya. Ndio maana Yesu anayeabudiwa leo ni kiumbe, ni demoni kubwa yenye nguvu, yenye uwezo hali ya juu sana. Ndio maana dhambi haziishi duniani. Utaona kila leo ukienda kanisani, kila Jumapili watu wanaomba, wanasali, toka pepo, toka pepo. Masaa na masaa wachungaji wanaomba, sauti zinaisha, jasho zinafuruka, wakikemea pepo. Je, ile pepo limekuwa sugu? Halielewi jina la Yesu, halitambui jina la Yesu, kwa sababu wanajuana katika ulimwengu wao wa giza. Ndio maana tunasema shetani hawezi kumtoa shetani. Haya mengi utayapata kupitia mafundisho haya ambayo yameletwa na mgeni wa ajabu na wa kipekee, mzalia wa pili, Zorula 100. Ni mweusi kwa asili yake, amezaliwa hapa hapa Afrika. Yeye ndiye amekuja kueneza ukweli huu uliofichika, kurejesha asili na nguvu za mtu mweusi, kujua yeye ni nani, ametoka wapi, na ni nani anayepaswa amwabudu katika roho na kweli. Sio hawa wazungu walioletea miungu yao na mambo yao. Ndio maana leo wenyewe ndio wametolea dini zao, na wao wenyewe ndio masponsa wa dini zote unazoziona duniani, na master dini zote unazoziona duniani ni Mkatoliki. Katoliki ndio master wa dini zote duniani. Ukubali ukatae, ukweli ndio huu. Yapo mengi ya kuambia, na siri zote hizi kazileta mzaliwa wa pili, Zorula 100. Ndio amefumua siri zote hizi. Hakuna mchungaji wala nabii wala mtume yeyote duniani aliyesubutu kutoa siri hizi. Na yeye katika ujio wake ametuambia, huyu Mungu mnayemwabudu sio mwenyewe. Mmedanganywa, mmedanganywa, mmepotoshwa. Muumba wenu yupo na jina lake lipo. Ndio maana ameeleza ukweli wote. Sasa amekuja kutueleza kila kitu. Leo hii tumepata kujua kumbe muumba wetu yupo, anayepaswa kumwabudu, tunayepaswa kumtukuza, lakini sio huyu Mungu na miungu waliototea wazungu na damu mchanganyiko. Mtajua mengi. Kwa nini tunasema wazungu na damu mchanganyiko? Kwa nini tunaongea mambo kama hayo? Wazungu ni wakina nani? Na damu mchanganyiko ni wakina nani? Na mtu mweusi ni nani? Wewe ndugu yangu unanisikie, ni mtu wa namna gani? Ukiangalia katika hali ya kawaida tunaona kuna rangi nyingi sana duniani, lakini kuna siri ya hizo rangi. Sio maua, sio urembo, kwamba eti udongo unaweza kuwa mwekundu, mweusi, mara kichanga wala mfinyanzi. Sio hivyo. Kuna siri kubwa sana iliyofichika ambazo wazungu na damu mchanganyiko hawapendi sisi tugundue kweli huu. Ndio maana mzaliwa wa pili amekuja kutufungua macho katika siri zilizofichika. Ni yeye peke yake aliyetoboa siri hizi, nasi pia tumepata kupata ufahamu na kuzinduka ufahamu wetu, kumbe kumbe kweli tumedanganywa. Hii dunia ina mambo mengi mno, ili ya faidi haya na mengine mengi sana. Kuna peperushi hapa, ndugu zangu watawagawia hapa. Unaweza ukaingia katika YouTube yako, simu yako janja, unaichukua popote ulipo, washa data yako, unaingia YouTube, unaandika tu Imani Msimbwa kwa lugha yetu ya Kiswahili. Na wewe ambaye ni msomi, unajua lugha mbalimbali, unaweza ukaingia kwa Kiingereza pia, ukaandika Authentic Truths ndani ya YouTube, ukapata mafundisho haya ambayo yametoka na mgeni wa kipekee na ajabu duniani.
na kwa Kifaransa unampata yeye mwenyewe, mgeni wetu wa ajabu ambaye ametumua siri zote zilizofichika katika uso dunia hii. Ameueneza ukweli huu. Mwenye hazina na funguo zote zilizofichika ni huyu mgeni wa ajabu, Zorilla 100, tunaye live katika hali inayoonekana. Kwa hiyo ndugu yangu unayotusikia hapa, haya mambo yasikushangaze sana. Tupo kwenye ukweli. Watu watakula, watakunywa, wataoa, wataolewa, lakini ukweli upo tu, unatembea. Ndio maana ukiangalia kwenye makanisa yetu ya leo yote, uovu umehamia makanisani. Kila aina ya uovu unaojua wewe umehamia kanisani. Kwa nini? Ni kwa sababu tumeasi muumba wetu wa kweli, tumekubali miungu migeni, na hiyo miungu migeni ndio inasababisha tuko hivi tulivyo leo. Mambo ni mengi mno, mambo ni mengi mno. Kwa hiyo ndugu yangu, kwa wewe ambaye ni mchungaji, ambaye unatumika kuhubiri injili mbalimbali ya kumtangaza Yesu, sogea karibu, ujifunze kutoka kwa mzaliwa wa pili, mzaliwa wa ajabu, mzaliwa wa kipekee. Ni mgeni tuko naye, ndiye ametetea siri nzito zilizofichika ambazo huwezi kuzipata popote pale. Kwa hiyo ndugu yangu unanisikia, sogea karibu tu, usikie ujumbe muhimu tuliowaletea leo hii. Leo hii tunakwenda kuwaletea ujumbe wa tofauti na wa kipekee ambao mmeshausikia mara nyingi sana katika makanisa yenu. Mkiona watu wananena kwa lugha kwenye makanisa yao mbalimbali, wamejaza na Roho Mtakatifu kwenye makanisa yao, wanavuvia kunena kwa lugha mbalimbali. Sasa leo tunakwenda kuwafunulia siri zilizofichika juu ya kunena kwa lugha ndani ya makanisa. Je, iko vipi hiyo? Chanzo chake ni kipi? Je, ni ukweli au la? Lakini sisi katika ukweli tunawaambia wote huo ni uongo mtupu, ni kupagawa. Kwa sababu haiwezekani mtu anene kwa lugha, amenyonywa Roho Mtakatifu, alafu bado anatenda dhambi. Anahubiri watu acha dhambi, acha dhambi, lakini yeye ndio kinara wa kwanza kutenda hizo dhambi. Anahubiri ukweli, lakini yeye hatendi ukweli, kwa sababu anawajaza watu uongo, anawaweka mzigo mzito, anawapa watu mzigo mzito, hali ya kuwa yeye mwenyewe hawezi kubeba hata kidogo. Huo ni wizi na udanganyifu. Haiwezekani mtu ajaza na Roho Mtakatifu alafu bado anawadanganya waumini wake, akiwaambia toa ubarikiwe, toa ubarikiwe, toa ubarikiwe, hali ya kuwa anajua kabisa huo ni uongo. Mtu hawezi kubarikiwa kwa kutoa sadaka, maana ni mwizi, ni jambazi, anawaibia watu akiwaaminisha uongo, kwa sababu wanatumia dini kama njia ya kujipatia kipato. Wao wenyewe wanatembelea magari mazuri, wana miradi mizuri, wana majumba mazuri, wanafanyia usafi kwenye majumba yao, lakini waumini wao wanateseka na kutaabika. Je, mama yako ukoo umempa nini? Bibi yako ukoo umempa nini? Mpaka mchungaji wako anakudanganya toa barikiwe, toa barikiwe. Wote ni uongo. Ndio maana mzaliwa wa pili, Zorilla 100, amekuja kutufungua macho, anatuletea ukweli halisi katika siri zilizofichika. Tupo kwenye ukweli live, tupo kwenye unabii live. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, sogea karibu, usikilize kwa makini na kwa usahihi kabisa, ili uweze kupenya siri zilizofichika.